Good evening, guys. Happy Thursday. Karibuni sana. Invite your friends. Is there anybody live? Invite your friends. Happy Thursday. Karibuni sana. Wale wenye mko live, invite your friends. Habari ya leo, Bwana asifiwe sana. Asalamu alaykum. Maana najua tuko na Wakristo, tuko na Waislamu, tuko na Waswahili. Habari zenu? Karibu sana Kemuto. Janet. Invite your friends. Today being a Thursday, nimeweka topic yetu ya leo, nimeweka door to door services for domestic workers, and then nitalinganisha na agents. So please invite your friends, hata wale wako Kenya, because this is a very serious issue yenye nitaongelea leo. So please invite your friends, relatives, because najua kuna wengi wanatamani kuja Gulf, na wengi wetu wakifika Gulf wanajipata na matatizo. Invite your friends. Wacheni niombe ndio niendelee. Baba mbinguni, uishie milele kwa neema na utukufu wako. Ninakushukuru kwa wema wako, na kushukuru kwa uhai uliotupa. Asante kwa nafasi hii ya uhai umetupa. Asante kwa mahali hapa tunakushanyika, Mungu wa mbinguni, ili tukaweze kujadili, Baba wa rehema nyingi, matatizo yetu yanayotukumba. Nikiomba Baba wa rehema nyingi ukawe nasi, ukawe kiongozi, ukatawale mioyo yetu, ukatawale mawazo yetu, ukawe mfariji mwema kwa wale wamepoteza wapendo wao, ukawe Bwana daktari kwa walio wagonjwa na watu walio na mahitaji mbalimbali. Baba wa mbinguni, naomba usiku wa leo Baba ukawaguse na ukakutana na mahitaji yao. Jehova, ninakushukuru, ninalinua jina lako nikisema ni asante. Nimeomba haya nikiamini jina kuna takatifu la mwanao Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Karibuni sana. Good evening, guys. Vile nimeweka topic yetu ya leo, nimesema kuhusu door to door ama cleaners. Mnanipata vizuri? Saundi yangu iko sawa? Mnanisikia wale wenye mko live? Adija Hamisi, niko poa sana. Karibu. Agnes Kims, Rita, karibu sana. Emily Wonge, karibu. Na wote wenye mko live, karibuni sana. Vile nimewaambia, nimewaomba mkaweze kuinvite your friends and relatives, because kuna dada zetu wenye wamekuja newcomers, na hawa majedid wengi wamekuja na hii door to door domestic service. In courts wanaita cleaners. My sisters wale mko Kenya wenye mnataka kukam Saudi, and umeambiwa ni agent ya kwamba unakuja kama cleaner, don't come. Cleaner inamaanisha door to door services, na tena there is no training. Naomba mkaweze kuelewa vizuri. Ukienda kutafuta kazi, wale wako Kenya, wale walishafika, tutapambana na hali yetu, lakini tutajaribu kusaidia mahali tunaweza. Wale wenye mko Kenya na agents, because most of the agents nimerealize ya kwamba you are just given yani mnapatiwa tenda ya kuleta wasichana Gulf, and then mnapatiwa tunahitaji cleaners namba fulani, tunahitaji wasichana wa nini wa housemaids kiasi fulani. Wewe unapatiwa namba za wale wenye wanatakikana, and then I don't understand why as agents you don't take responsibility ya kujua ni nini hiyo kazi inayomaanisha. Because I've had 3-4 agents wakinipigia, they want cleaners, and then the question I asked, niliuliza kama wewe ni agent, kwa nini unauliza mambo ya cleaners? Do you know what cleaners mean? Akaniambia si nimechukulia tu ni cleaners watakuwa door to door. Nikamwambia do you know the risks involved na hiyo kazi? Because it is too painful and it is exploitation. And the other time nilisema mashirika ya serikali na idara husika, Ministry of Labor, serikali yetu ya Kenya na rais wetu Honorable Uhuru Kenyatta, Ministry of Foreign Affairs, Embassy, ningewaomba kwa niaba ya dada zetu mkaweze kuchunguza hii issue ya cleaners. Seriously, it doesn't make sense wakati tunapatiana dada zetu eti kwa sababu tu wameitisha kazi mnawapatia wakuje kama cleaners Gulf, door to door cleaners. Do you know what it means?
Because I think hata hao agents wenye mko Kenya, you don't know what you are doing. Manake ukimuuliza mtu wakati unasema a cleaner, mtu mwenye anaenda kusafisha nyumba ya Mwarabu, those who have been in contracts, they know what it means to be a cleaner in a Mwarabu's house in Gulf. Sasa hii ya cleaners wa kununuliwa 1 month, 3 months, alafu wana renew tena, hii ni kama ni slavery. Sijui tuite slavery, sijui tuite human trafficking, sijui tuiteje. Kwa sababu seriously people are suffering. Una imagine the workload hao watu wanafanya, na kafil anakufanyisha ile yake yote kwa sababu yeye atalipa 3,000 per month kwa hiyo ofisi. Alafu mfanyikazi mwenye anatumishwa analipwa 900. What is that? And then kutia msumari kwenye kidonda ni kwamba hizi ofisi hazina namba za WhatsApp wala namba za simu, namba ni landline. What does that really mean? It means that huyu msichana mwenye ameenda kwa hii nyumba kufanya hiyo kazi hataweza kuaccess hiyo ofisi kama hana credit ama kama hana recharge kwa simu yake. Hata akiwa na net hawezi access kupigia hiyo ofisi kama amepata matatizo. What are you doing to us? Nini mnatuonyesha? Kwa sababu kweli msichana anataka msaada mahali alipo. And then yeye ni cleaner, anatumishwa mbaya mbovu. 24 hours, anaenda 16 hours per day. And yet, Saudi labor laws indicate clearly 15 hours per day, and there should be in between some time for rest. And then shamelessly, agents in Kenya, you support these guys. Msichana amekupigia simu ama ametafuta msaada kwetu wakati sisi tumeandika message, wewe agent wa Kenya, and I'll get your number. You will see me nitawanika hapa, alanika you here. Watu wapate kujua how wicked you are. Yani msichana ameomba msaada wakati tumeandika, and what I wrote was about labor laws. Labor laws za Saudi kusemolo kweli are very clear. About working hours, about rest, about one off day per week, about service charge, and about leave allowance. And then agent wa Kenya unaulizwa ni msichana kwamba what are you talking about service charge? Now you are not talking about, na yet labor laws za Saudi zimeandika there is service charge, there is leave payment, there is 1 day a week for one to rest, and 15 hours per day. And that means there should be rest in between those hours. And then agent wakati msichana amesaidiwa ni wenzake akatoka, wewe unasema hao wenye wako Saudi wanasaidia wenzao, wako na kiburi sana, wanajigamba sana siwezi kumsaidia. Just because Mwarabu alitoka hapa Saudi Arabia, akakuja mkashikana akacollaborate because you cannot afford that money yenye serikali inaitisha. Then wewe umeandikwa kwanza kwa hiyo ofisi yenye uko Kenya because umeandikwa na Mwarabu. Now you are worshiping these people. Our sisters are dying. Yani vifo vingine vya ajabu. And then you agents, you don't even care. Mi naomba serikali ya Kenya mkaweze kuchunguza hizi ofisi. Kwa sababu ofisi nyingi Waarabu wanatoka hapa Gulf, wanaenda wanashikana na Mkenya, wanafungua ofisi, Mwarabu ndiye analipia hiyo certificate ya kufanya kazi. Wanapatiwa hiyo ruhusa ya kufanya kazi, wanapatiwa kibali. Hicho kibali Mwarabu ndiye analipia. Wale wako Kenya most agents ni waajiriwa wa hawa Waarabu. So Mwarabu kama yeye ndiye boss wa hiyo ofisi, what do you expect as a country? That person mwenye agent ni Kenya, hata nikimwandikia message mimi nikiwa Saudi hawezi nisikiza kwa sababu boss wake hapa ndiye analawiti. Hata imagine ana sexual harass wasichana, yeye atamripoti aje? Na yeye ameandikwa ni huyo Mwarabu. Kenya, we are disappointed because hizo ofisi nyingi zenye Kenya wanafungua, maofisi yamekuwa ni mengi just because wana collaborate na Mwarabu ndiye analipa pesa yenye mnaitisha ya hizo certificates of operation. Serikali chunguzeni na mtapata huu ni ukweli, kwa sababu inakuwa ni shida kubwa sana wakati ninahitaji msaada. And then mwenye ninaitisha ako Kenya ameandikwa ni Mwarabu mwenye yuko Saudi Arabia. How do you expect us to live? They will exploit us. Kwa sababu Kenyans wameruhusu kwamba mnapatia vibali hata mchunguzi the people who are going to operate with these licenses you are giving. Mkenya ameandikwa, agents wengi wa Kenya wameandikwa na hizo ofisi zinakuwa owned na Waarabu. They come to Kenya, wanakuja chini kwa chini, wanapeana pesa, ofisi inafunguliwa, Mkenya anaajiriwa. So if Mwarabu yeye ndiye ameajiri Mkenya katika nchi yetu, what do you expect?
agent hawezi nisaidia. Agent possibly ataambiaje mdosi wake? Even if they know what is happening, they cannot say it. Wao wako hapa collaborate na huyo Mwarabu. What are you expecting us to do? Na mnasema kwamba tuache kukemboi. Hata tusipokemboi, some who have died this week ni wasichana wenye walikuwa kwa contract. What is really happening? And then mnasema mnarekebisha. Yes, tunataka kazi. Tuko wahitaji kweli. Lakini why should you sell us like slaves? We are a free nation. We have our rights. Lakini our rights are not being looked upon. Because most of our agents hapo ni vibaraka wa hao Waarabu kwa sababu wameandikwa. Wao wameajiriwa tu. Hizo ofisi wana operate tu, yani kwa mfano. Wao waajiri wao ni hao Waarabu wenye wako hapa mabwenyenye. So atamworship. Ukipeleka kesi pale anasema ya kwamba yeye hawezi akashughulikia hiyo kesi, ataambia agent akiwa hapa. Hata akajua agent mwenye uko Saudi Arabia analawiti ama ana sexual harass ama anachapa wasichana kwa ofisi, what will she do? What will he do? They will not do it because anajua yeye akifanya nyef anafutwa kazi. Sababu Mwarabu ndiye amemwandika. What is really happening in Kenya? What has happened? Kwa nini Kenya imekuwa mbaya hivi? We are not valuing other people's lives. Agent unakorabo msichana anakuwa hapa Shagala, anafanya miaka 2, 3, miaka 4, anatongozana na Mwarabu hapa, wanapatana, naenda Kenya kufungua agency. Akifika Kenya, yeye atakuja na zile papers, Mwarabu atakuja, atafly, jet in Kenya, analipa pesa. Huyu msichana alikuwa Shagala. Shagala cannot afford to open an office, not unless awe ameshika loan ama amefanya miaka 6, 7. That is when she can afford to buy that license. And then wanakuja hapo, you don't chunguza watu wenye wananunua hizo licenses, mnawapatia vibali, wanaanza cooperate kuuza dada zetu, because it is like they are selling us. That is why we are not, our rights are not being looked upon, because wamenunuliwa. What is really happening? The government, Ministry of Foreign Affairs, our embassy, it is too bad and too painful, because we are losing innocent girls, innocent women, young ladies, very young. Huyu msichana mwenye alikuwa anasemekana kwamba aliuawa na kaenda kazikwa huko desert. This lady was 21 years old. Alikimbilia polisi, alitisha msaada, lakini mwisho alirudishwa in the same house. And it's not her case alone. Ni wengi wenye wanakimbilia polisi, wakifika kwa police agent anapigiwa, anasema hatumtaki kwa hii ofisi. Mwambieni arudi kwa huyo kafilo wake akavumilie. Mtu avumilie nini seriously? Kuna mwingine nilipigia simu akasema those ladies we sent are mature enough. Yes, they are mature enough. But if you're not standing for them, what do you expect them to do? Some of us come from poor backgrounds. Wengine hawajasoma. Lakini mtu mwenye akili zake hivi timamu atoke tu akimbie polisi bila sababu. Akimbie tu kutoka kwa mwajiri wake, amue tu anakimbilia polisi kama hajaona chochote kibaya kwa hiyo nyumba. Hizi contracts zimeandikwa vizuri, kazi ya mtu anastahili kufanya. Unapata msichana ni house help, ameletwa kama home nurse, analipwa shilingi 900, anashughulikia watu 2, nyanya na babu wakiwa watu ni wagonjwa. What do you expect her to do? And then despite all that, anapata kwamba wale watu wanampiga. Akiitisha msaada wa agent una block. Mnataka hao wasichana wafanye nini kama hawataendelea kufa huku Gulf? Manake wengine wako huko desert. And by the way, agents, you should also angalia hiyo location yenye unapeleka msichana wa wenyewe. Saudi is very large. Unaweza pata ofisi kwa Riyadh, msichana ametembea 10 hours. Ama mwingine aliniambia alitembea 24 hours. Sasa niambie mtu kama huyu hata shida atarudije ofisi? And then ofisi ikipigia wanaambia kafili muuze, hawezi fika ofisi ni mbali sana. If at all that place was far, how did that kafil ama sponsor manage to come to your office? Agents mumelegea, serikali imelegea, ndio maana tunakufa. Because kama serikali ingekuwa inachunguza wakati wanapeana vibali, wangeweza kujua watu wengi wanaofanya hizo ofisi Kenya, they are not real owners of those offices. Kuna Mwarabu hapa, sitataja jina yake, but I have the number. Huyo Mwarabu anakujaga Kenya, hata wasichana wenye wanasema walienda kwa hiyo ofisi, walimpata huko na wakaambiwa yeye ndiye mkubwa. Na tukajua ya kwamba huyu baba huyu mwenye alikuja Kenya, ofisi owns the office in Kenya. Huku yeye ndiye ana sexual harass wanawake, anawatandika, anawarep,
Na agent wa Kenya ukimwambia anakuambia bring evidence. Surely do you expect somebody who has been raped to give you evidence? Is rape a planned case? Is rape a planned issue? Because hata alisema aliletea CCTV, nilikuwa nataka ushahidi gani agent unataka? Ushahidi gani unataka? Kwani alikuwa amepanga atarepiwa, alikuwa amepanga atapigwa. By the way hata wakiamua kuwapiga nani alisema wanawapiga kwa ofisi? Si wana marooms hapo zenye wanafungiwa wasichana. Hata sometimes serikali inatuma watu wakaenda kuchunguza hizo maofisi, wanapata wasichana wako locked. Hata hawezi kuaccess wasichana mahali wako. And then you are here asking for evidence. Which evidence do you want? Mtu hivi na akili zake, hata mnamuona msichana hata ana kilema, ametoa mpaka alama za mwili, amepigwa. Wengine wanatoka hapo wakiwa vilema. And then you are expecting them to give you evidence. What evidence do you want kama mwapeleki kwa x-ray, wakaenda wakajulikana ni wapi wameumia? And then you are expecting to say that the situation is going to change. Agents, you should change. We are not slaves. We have our rights. Lakini kama sisi serikali haitatusikiza, tutapiga maombi. God is watching. Na Mungu atashusha dhoruba yake. You will never know peace. These cries, hizi vilio wanawake wanalia. Hizi vilio wamama wanalia. Hizi vilio watoto wanalia sababu wengine wamebaki mayatima. Because their mothers come and die in the Gulf. And yet nobody cares. Ni wangapi mnataka tuzike? Ni wangapi mnataka tupeleke makaburi nyumbani? How many? Because I feel that pain. A young girl of 21 years old, amekufa a mysterious death, and then she asked for help. She was not assisted. Even the one who tumepoteza maisha yake last month, Caroline Aloch, alikuwa ana agent. The family was blaming me, and please, before I continue any further, I'm not an agent. I'm not employed by anyone. I'm just a volunteer. If you get my number as a family, don't come cursing me. Don't come insulting me. Mimi nafanya mahali ninaweza because I'm also working. I'm also under contract. Siwezi vunja sheria. Kuna mahali naweza nikafika. So as families, if you get my number, don't come insult me. Don't come kuniongelesha vitu za lana because I will block you. Because I was trying to help. And if this lady angepata msaada mapema, angesaidika because alikuwa anauzwa. Na hii tabia yenye wasichana wanauzwa kama mboga, wanapiga simu kwa ofisi Kenya, anasema ameuzwa, agent anamblock, anambia uchapa na ndege, vumilia, pambana na hali yako. Pambana na hali gani? Are we vegetables? Mtuambie kama sisi ni mfugo, wakati mnafungua hizo maofisi, mnabembeleza wanawake wanakuja huku. Wakifika huku you don't even care. Wanauzwa, wanawapigia simu, wengine wanakata kwa vituo vya polisi. Agent unapigiwa upate kuambia ofisi hapa ikuje ichukue msichana, you don't care. What do you want them to do? And then the issue nimeweka hapo door to door service. That is what is bothering me most. Because as tunaongea saa hizi, kuna wengi wamekuja, hawa wengi majadidi wamekuja kama cleaners. They didn't know. Please parents, and I'm telling parents, responsible, be responsible. Nimeongea kwa ile voice yangu, video yangu ya YouTube, nikasema be responsible as a person. Ukienda kwa ofisi ama kwa agent na akwambia hakuna training, kataa hiyo. Hata usianze kupeleka documents zako. If there is no training, jua hiyo ni door to door. Na wakati watu wanaambiwa cleaners, utaambiwa utaenda ukiwa unarudi, utaenda ukiwa unarudi, you don't understand what you are trying to do to yourself. Mwingine aliambia dadake, mimi sitaki hiyo ya contract, mimi nataka kwenda hiyo ya kwenda na kurudi. Do you know what you are talking about? Unataka hiyo ya kwenda na kurudi? Kwenda na kurudi wapi? I wish people would understand what door to door means. Hiyo cleaners, what it means. People are suffering. Tena unapata ya kwamba these people are exploited. They are overworked. And then their life is at risk. Kitu cha kwanza, wewe kama mwenye unafanya door to door, ujue kwamba wewe mwenye ana mamlaka na wewe ni ofisi. Na huyo mwenye ofisi atapokea 3,000 kwa mwezi, wewe unalipwa shilingi 900. Na tena wewe vitu zingine unastahili kujinunulia. Is that not exploitation? In fact, these people angekuwa analipwa 1,500 reals and above. Why are you undermining these ladies? Because huyu anatumishwa kwa sababu kafili amelipa pesa zake.
Huyu hata akikutana na matatizo kwa ile nyumba ni ngumu sana yeye kwenda kuripoti kafili, sababu mwenye amemnunua miezi miwili ama mwezi mmoja ama miezi mitatu sio kafili wake. Kafili ni ofisi. Na tena cha kusikitisha zaidi, ofisi ni wakorofi, ofisi ni, yani ni mabahili, roho mbaya, wanatachapa wanawake huko vibaya sana. Na ukichapo inabidi nitafuteni tu kazi niende, because unaambiwa ukikaa hapa watakata pesa zako. Ukikaa pale kwa ofisi hata wengine wanarepiwa, wengine wanatumiwa vibaya, sababu huwezi kaa kwa ile ofisi kama wewe hujajuana nao ama hujakubaliana na mambo yao. Sasa niambieni, hiyo door to door service ilitoka wapi? Since last year na this year has been on the rise, watu kuletwa kama cleaners. We don't want cleaners in Gulf for domestic workers. Let cleaners wawe wa kampuni wa kwenda kusafisha mahoteli, maofisi, airports, mahospitali. Those are the ones we know as cleaners, but not domestic workers. Domestic workers, you are risking their lives. They are being exploited. And then unapata hizo ofisi za door to door, unapeana landline. Agents, do you really look at those? Unaangalia hizo contracts kweli? Hawa wenye mmeandikwa door to door, do you know the risk you have? Wamekupatia landline, wewe unaenda kufanya kazi kwa mtu, ufike pale kwa yule mtu akunyime wifi. And then ulipwe mshahara wewe, wanaweka kwa bank. Kuna mwingine ameniambia hata leo ya kwamba amekuja kama cleaner, walikuwa wameambiwa atalipwa 900 kwa bank, walienda kuangalia last month wamekia only 500 Saudi riyals. Ofisi inasema sijui imekatakata sijui imekatakata nini. 500 Saudi riyals kwa mwezi. Niambieni, hii ni utumwa ama ni nini? Seriously. Kwa sababu hao watu they exploit. Hata kulipwa 900 ni maonevu na ni mateso. Hata hatuwezi sema kwamba hiyo ni malipo. 900. Alafu tena hiyo 900 inarudi na kata, ukienda kuangalia kwa account ofisi yenye imekuwekea, wamekuwekea 500. After huko kutumishwa kote kama punda, unapelekwa mbio kama gari ya miraa, kwa sababu imagine huyu kafili amelipa 3000, wewe unapatia hiyo 900. I want to ask the government, do you really follow up these issues? Ama nyinyi mtakuwa tu wa kuandika zile barua kwamba as the embassy or as the government of Kenya we have received a body of so and so from this and this a place? Is that what you really want? Because huyu mama ameenda ama huyu msichana ameenda, amepelekwa desert, labda kutoka kwa ofisi mpaka mahali ameenda labda 10 hours, 8 hours, 6 hours. Alafu namba amepewa ni ya landline. Huyu mtu analipwa na ofisi, pesa yake halipi cash, anawekewa kwa nini? Kwa account. Huyu mtu una expect apate credit wapi? Na umempatia landline. Akipata shida atapigia nani? Na atapiga na nini? Cause pesa hapokei in cash. Pesa mnawekea kwa account. Tena hiyo pesa kidogo, peanuts. Afike huko Mwarabu ako na simu, yes. Akapatiwa wifi, yes. Lakini landline unaweza kutumia wifi, upige landline. Manake ndizo hizi maofisi za door to door wanapatiana watu namba za landline. I'm so ashamed. Agents, what are you doing to us? Na nyinyi wasichana mwenye mnatoka Kenya mnakuja kama cleaners, let me tell you. Leo ni tarehe ngapi? Huu ni mwezi wa ngapi? wa 5. Ukikuja after mwezi wa 6, ukuja kama cleaner, don't come to my inbox. Because nimeongelea na nitarudi kuongelea hapa. Parents, don't allow your daughters to come as cleaners in Gulf. That is simple advice I can give. If at all you love your life, don't come as a cleaner. And agents, msipokee tenda za cleaners Saudi Arabia. Leteni wasichana wenye wametoka training, waletu wakuwe housemaids, wakuwe home nurses. But cleaners are big no. Cleaners wenye wanaenda Qatar, wanakuja Saudi, wale wanalipa commission. And I know wengi wenu mnachanganyika hapo, ukiambiwa ni ya kwenda na kurudi, unarudi wapi? The only cleaners I know wakwenda na kurudi ni wale wa kampuni wenye wanaenda kwa airports, kwa mahospitali, and accommodation inakuwa provided na hiyo ofisi. And if at all somebody should operate a cleaners for domestic workers, hao wasichana wapelekwe kwa nyumba, waende wakafanye kazi, warudi wakalale kwa ofisi. That is the only way. Tena wasiwa wanaenda mbali, kwa sababu kama ni cleaner ananunuliwa 1 month.
1 month ni cleaning gani utakuwa unafanya kwa hiyo nyumba? Na wakati umelipa 3,000 kwa mwezi, huyo kafila amelipa 3,000. Do you know huyo mtu atakufanyia aje? Wengine go even without food, wananyimwa chakula. The only food they can get. Mwingine aliniambia nimeshindwa Clara, imebidi tu nikule mabaki. Kazi ya Mwarabu ni kupatia watu mabaki. But huyu msichana mwenye amekuja kama door to door, ofisi haiwezi msikia. Mtu wa contract ako na advantages zake tena mingi tu. Cause ukiwa kwa contract, mwenye unakaa kwake ndio kafili wako. Na nyinyi wasichana wa mama, if you are on contract, ulisign contract ya miaka miwili. I do not want to hear kwamba madam wangu amenipeleka nyumba nyingine mwezi moja, madam wangu amenipeleka nyumba nyingine mwezi mtatu. Don't you understand yourself? Contract ya miaka miwili inamaanisha unafanya miaka miwili kwa huyo mwenye amekuandika, huyo mwajiri wako. Because I find issues that hata hao wenye ni Waarabu hapa wametuandika, wamama, mainly ni wamama, wanachukua msichana for 2 years kwa contract, alafu wakifika kule sasa wamepata kufanya biashara ya door to door na hao wasichana wetu. Mwezi huu unafanya huku, yeye ndiye anapokea mshahara. Na sometimes unapata wengi wanaofanywa hivyo hata mshahara hawalipi, kuna madeni. My sisters, kama uliandika contract ya miaka miwili, don't agree kufanya door to door service. It is not for you. Na kama kafili amekununua, hawezi akakulipa mshahara, hawezi aka-afford kukaa na wewe for 2 years, mwambie kurudishe. We are tired. We are tired. No matter how much agents you hate us, wengi wenu mko hapa mnaniona, wengi wenu mnatufuatilia, you hate us so much. Sababu tunasaidia wa Kenya. But what do you want us to do? Because you are not taking your responsibility. Do you want to leave our girls to die? Ni wangapi wangekuwa wamekufa by the way kungekuwa hakuna wa Kenya wa kusaidia? Ni wangapi wangekuwa wamekufa? I want to ask the government. Kama ingekuwa kwa hakuna watu wa kusaidia wenzao, kama hakuna ingekuwa volunteers wenye wanajitoa kusimamia ama kusaidia wenzao, ni majeneza mangapi tungeleta Kenya? Na kusema ule ukweli, kama kuna mtu anaogopa sheria ni Mwarabu. Wale wenye ni mabahili sio wengi vile, ni wachache. Shida yetu kubwa iko kwa agents. Na nyinyi ma-agents ndio mna condone that scene of mistreatment in Saudi Arabia and Gulf countries. I'm going to be honest today. Sababu ninyi agents, you know very well what to do wakati msichana kona shida. Mwingine amesema wacha wenye wanajigamba kusaidia wamsaidie. And yet huyu msichana mwenye alikuwa ameitisha msaada, agent wa hapa Saudi Arabia anasema huyu msichana alikuwa ameambiwa apike kahawa. No, that was not the reason. Huyu msichana alikuwa ameambiwa asafishe nguo za damu na hakuna gloves. Ana mop, hakuna mopa. Anapangusa na hakuna gloves kwa hiyo nyumba. Mlikuwa mnategemea afanye nini? A risk afya yake. Apart from that, kuna mtoto mchanga analea. Sasa huyo msichana atafanya kazi ngapi? Because I know kazi ya mtoto ni nani. Kazi ya kupika ni chef. Na huyu msichana nyumba ni kubwa. And then amelalamika, anasema hayo mateso. And then agent wa Kenya unasema wale wamejifanya wanataka kumsaidia, wanajigamba sana na wamsaidie. Mimi simsaidii. My sister, na ni mwanamke, don't help. But may your generation yako, let that curse follow you. Those tears, wasichana wanawake na wasichana wanalia huku, let them come back to you. Now they come a 7-fold. Because it is too much. We are tired. Those is sometimes tunatukana kwa sababu yenu, manake some of us we help. And then when families wanafikiria we are agents. Me, I'm not an agent. I'm only saying this. Mimi si agent and nobody pays me. So wale wanadhani kwamba kuna mtu, hata kama kuna mtu hapa ndani mwenye nimemsaidia na nikamuitisha pesa, aweze comment hapa aambie watu alinipatia pesa ngapi. Sababu it is too much. And then we find that Wakenya hata wenye tuko Gulf, shame on you. You are full of hatred, full of jealous. Munaenda huko kichini, and yet the thing somebody is doing kama ile ninafanya, you cannot do it. Wengine wenu hata umefika tu darasa la 8, you cannot even write a letter. Wezi andika barua rasmi, unajua tu kuongea na wenzako hapo, kusengenya tu na kukusanya wenzako kwa magroups, eti mnafanya maombi. Maombi gani by the way huwa mkusanyana by the way? Mimi kwanza kitu ningependa kuwahimiza dada zangu, you form a lot of groups ambapo those groups are not helping anything. Kwa sababu most of the times kuna hizi cases unajua ya kwamba you cannot do anything, you cannot help the lady. Hata labda ujui communication.
Wewe unaandika tu, unaingia kwa inbox kama ni ya kafili, unaenda ongelee. Hata wale huyo agent mwenye alikuwa ametumaniwa message zenye nilikuwa nimeandika, niliandika rasmi very clearly. Si kuandika kama mtu mwenye sijielewi nini nilikuwa ninaandika. I wrote something na nikamuonyesha venye labor laws za Saudi zinasema. And then we agent anasema na kiburi. Na nikidhani wewe agent hukwenda shule, you don't know what is communication. Because I didn't insult that person, I proved myself and I proved my point. Na nikitumia Saudi labor laws. And then we are here kusema mwenye alikuwa anamsaidia huyo msichana aendelee kumsaidia, anaringa sana. Tunaringa wapi? Kama ukienda shule, accept it. Because hata wengine tuko hapa Gulf, you have formed a lot of groups and yet you cannot even write an informal letter. Ukiingia hapo kwa inbox ya mtu, hata salamu usalimii, you don't introduce yourself, alafu unaanza tu ndio mnapata. Hata sometimes mnafanya dada zetu sometimes wanajiingiza katika matatizo, because most of us do not know what is communication. What are the factors to follow ama to consider while writing a letter to a kafil or to an institution? What do you normally do? Because wengi wetu tuko hapo, tumeform groups, mnasemaga, kuna wengine hata wanasema Clara anaringa sana na hizo groups zake, zina mashati, mimi siwezani. Because I know what I'm doing. And it's not something that ninafanya kwa sababu unafanya tu for the sake of doing it. No, I'm not doing it for the sake of doing. I know what I'm doing because I've done communication. That is why hata naweza andikia kafil message na aelewe what I'm trying to tell him. And this person will respond. But mwingine uko hapo, wewe uko tu hapo kwa hizo groups, mumeform mamilioni ya groups Kenyans, shame on you. Na Mungu anawaona. Sometimes you are causing others to die because mwingine alisema juzi, hata nikaona amepost akiandika eti wale wana decline posts zangu, sijui mimi nitawaona, sijui utatufanyia nini. My question is, do you know how to write a letter ama to write a message kwa mtu kama ni official? Vile naongea na wewe si vile nitaongea na kafil. By the way, I have to go there, introduce myself. Not unless I become arrogant. That is the time I will become arrogant too. Lakini first of all, I will go there with respect, full respect. And then some of you, wewe hata umefika class 8, hata mwingine hata hujui kuandika, just because you have heard Clara akona group 3-4, you are trying kuiga vile Clara anafanya. And then mwingine akasema ya kwamba wale wenye mmetoka kwa ofisi moja mform group zenu, my friends. And then akasema watu waweke namba za kafil, namba za ofisi, sijui namba za. Let me tell you, it is very risky for you to expose personal details. If this kafil akiamua atakusiu my sister. And the problem is msichana akiwa na shida alafu namba ya kafili ikuwe shared kama ni kwa group, you will find that watu wanafurika kwa hiyo inbox ya huyo kafili, na kama labda mtu alikuwa amepanga mambo machafu, what do you expect? Because wengine wenu mnaingia na matusi and these people have translations, they translate. So tafadhalini these groups mnasema mnaform, hata wale wengi wanakuja kwa hizi kazi za domestic workers hawajaenda shule, and then ndio wanajifanya wao ni maadmin. Yes, you can advise, but something like talking to the kafil, you cannot do it, not unless you understand what is communication. Because kitu mnastahili kufahamu ya kwamba it's not just communicating. Sio eti unaenda kuongea venye naongea na hapa nitaenda kuongea hivyo na kafil. Mimi nakuaga arrogant wakati ameniletea ujeuri wake, that is when I also become arrogant. Lakini nikiingia kwa inbox yake naingia as a humble person, ninaji introduce, nitasalimia na ni introduce vizuri sana. So nyinyi watu wenye mnanishangaza, sometimes mna blame, sometimes sisi wenyewe ndio tuna risk the lives of our sisters. Because the groups you have formed, unaambia msichana atume voice kwa hiyo inbox yenu, kwa hiyo group yenu, anatuma voice, anatuma mpaka details za kafili huko kwa hiyo group yenu, and then wote wanasambaza. Sasa kila mtu anashare, wengine wanaingia mpaka inbox za huyo kafili, wanaingia na matuti. These people do translate, and you know this person is at risk. That's why hata kwa group yangu kwenyewe I do not allow people to share private details. I have reasons for that. And nawaambiaga ukikuja kwangu usilete kesi yako kwa group, kuja kwa inbox yangu. I have reasons for that. Because naelewa sometimes we put our lives at risk because of these things tunaleta social media.
Please, ukiwa na shida, go into a specific inbox. Explain yourself, si kwa groups. Because hata hizi issues nyingi tunapata. Unapata kama msichana amekuwa mgonjwa for 3 months, alikuwa akisema nilikuwa nikipost kwa group yangu, na hata huko kwa group labda hata wajue hata kugoogle wasome labor laws zinasema nini, aambie kafil na approve that point that this person needs to be taken to the hospital. But uko hapo because you have had Mr. Labor akona group, Mwanamere akona group, you are just there just forming groups. What are you forming those groups for? Because even if we need help, some of you wanashikana tana watu wenye wajuani ni kida nani, wengine mpaka wanapeana namba, watu wanakoniwa pesa, they pretend to be officials wa embassy. Baadaye ukishakoniwa pesa ndio unakaa kuitisha Clara, nilikoniwa pesa, sijui mtu aliniambia atanifanyia hivi. Did you first of all confirm from others, ama ulitafuta mtu wa embassy mwenye official wa embassy ukamuuliza this guy is claiming to be an official of the embassy, huyu mtu ni wa embassy kweli, before you give out your money? By the way, I know embassy haiwezi kuitisha pesa not unless ni document, na hizo documents by the way za embassy unastahili kwenda mwenyewe in person. You don't send somebody money through M-Pesa ama STC pay eti na kutengenezea document. Akutengenezea document gani? Na documents zenye unahitaji hapa ni kama ni passport, ama hiyo document unahitaji unaenda in person because you need to sign that document. Sasa wengine wenu unaambiwa nakukatia tikiti, tumana pesa. How are you sure yule mtu wa embassy? How are you sure? And most of the time I advise you nakatia tiketi, let your family wakatia tikiti from home. Hii issue wenye mnajipanga hapa because most of the time mkiform hizo groups zenu mnaletewa mtu anakuja nakaa na nyinyi, mnakuwa mnasema huyu ni official wa embassy, hata mchunguzi because he's posing there as an official of the embassy. There are so many kwa mitandao wanajifanya wao, tuko na majina zao, tuko mpaka receipts zenye wanapokea pesa, wana pretend to be maofisa wa embassy. But I don't blame them. You are the stupid person here. Wengine wenu mkishasikia tu group imeformia mko hapo kuingia because wamejua watu wako Gulf ni wajinga sana, wao wako very very easy kuamini vitu. Groups zinaformiwa hata mtu hajai kuwa Gulf, mtu mwingine hata ako Kenya ana form group ya WhatsApp, tena hizo group WhatsApp zinaformiwa watu wako Gulf. Are you really serious? Honestly. Mtu wako Kenya ako na biashara zake, amewafungulia WhatsApp group ladies in Gulf. Huyo mtu ako na nia gani surely? And then this same person mnatuma messages, mnatuma ujumbe huko, mnatuma mashida yenu, tena this person comes back kuja kuitisha msaada kwetu. Are you really serious ladies in Gulf? I'm asking you. Because some of you end up hata wanadanganywa na wanaume, umekutana naye social media, unakuwa unamtumania pesa. Is that your brother? Hata brother yako na sister yako tomorrow video yangu ya nini ya YouTube nitaongelea mambo ya kusave pesa na jinsi ya kujipanga ukiwa Gulf na hiyo pesa uko nayo. But please, hii issue ya kusema ma groups imeformiwa mingi tena unasikia the most ladies niko nao ni wa Gulf. Seriously? Link inawekwa tu kwa nini kwa group inapostiwa kama ni quiz. Huku kwetu domestic we are very strict. Their posts we do not allow. Sasa unapata hizo groups kubwa hazinagi zinapostiwa anything. So link ikipostiwa, join my WhatsApp, join sijui my Facebook page, or join sijui my nini. Nyote mnaingia hapo, mnaingia. Mnapata ya kwamba hata zingine ziko za kukemboisha watu. So yote hatujui, tunajua. It is your right. Lakini wakati umejipeleka kwa hiyo group bado umepata shida, that's when you come, Clara, nilikuwa kwa group nyingine, wakanidanganya, nikakemboi. My sister, ukikemboi, that's your problem. We come here always live, tunawaambia you have a right kusaidiwa. Kuna watu wamejitoa kuwasaidia. And then you come here, mmena mkajingiza kwa magroups hapo, mmedanganywa, ukiwa na shida unapeleka huko, unapata makemboi wanaingia. Wale stars, makatel, hata tuwezi ita kwamba ni makemboi, ni makatel. Manake kuna makatele hapa yako na madrivers, yenye kuna watu wa kutafutia kazi, kuna watu wa kukomboisha watu. And then stupid of you, hata kwa sababu sina jina nyingine ya kuwapatia. Yani umestruggle, unalipwa 900. 900 kutambufikisha 100,000, umechukua miezi mingapi? And then hiyo pesa unaitishwa ulipe driver, just a single drive. Ya lisali moja ama masaa, hata ikiwa ni masaa 10, but kwa nini upatie mtu 1,500?
Kwa nini upatie mtu 1,500,000 na anakukemboisha ambapo mahali unajua unaenda kupata shida? You are not sure of your life wakati umekuwa kemboi. Why are you risking your lives? Why? Why? Why are we doing this to ourselves? Mary Malenga, umetafuta sana ya karibu, niko hapa unaniona, naitwa Clara. So wakati wenye nyinyi mmefanya vitu zenu huko ndani, mkafanya mambo yenu kule nje, ukipata shida ndio unaanza kutafuta Mr. Leba, unaanza kutafuta Clara, sijui unaanza kutafuta mwana wa Mary, and yet hata sisi tukikuwa hapa tulikuwa tunangangana na ile YouTube ingine, ile YouTube yenye tulikuwa tunangangana nayo ile ya domestic, tumengangana for over 6 months, ndio juzi imepitisha 1,000 subscribers. It is a shame. Na mko kwa my inbox zetu, per day I receive over 500 messages, and then nikichelewa kidogo mwingine anakuja kuongea matope kwa inbox yangu as mimi ni the agent. I've said I'm not an agent. I'm not an agent and nobody pays me. Sometimes I'm too busy. Sometimes I read nahitaji peace of mind hata mimi. So please ladies, let's be responsible people. Hata kama unahitaji groups, ingia groups za kukusaidia, za kukujenga. Because nimesikia kuna zingine hata kuna za rate and date, mnatafutiwa wanaume kwa hizo WhatsApp groups. My sister, ulikuja kutafuta mume ama ulikuja kufanya kazi? And that is where mnapata matapeli, mnatapeliwa. Tutashinda tukiwakumbusha lini? Tutashinda tukiwakumbusha mpaka lini? Some of you came here having husbands, but now they are single. Hapa social media they are single. Na mkona mabwana mmeachia watoto kule nyumbani. Wengine walikuwa na in a very good relationship, serious relationship. Ukifika hapo umemea mabawa, unaanza kupatana na Mpakistani, unapatana na Mhindi, wenye wanadanganya mpaka unaanza kukemboi. My sister, starehe hazishi, tafuta pesa, jijenge. Fulus, kitu ya kwanza, jijenge my sister. Hizi vitu za kijinga jinga, wewe unapanda ndege, utaki kujielewa nini kilikuleta Gulf, unakuja kuingia kwa magroups hapa ya WhatsApp 100 na for what? Ulikuja kufanya kazi ama ulikuja kutafuta magroups? Because sisi wenye tuko Gulf tumejulikana we are weak. Tumejulikana we are weak. Tunapenda sana umbea, tunapenda sana magroups. That is why people are taking advantage of us. Kulikuwa kuna group sometime back, walikuwa wameform groups eti wanapanga vile watanda kujengea na manyumba. My sister, wewe ni wa Coast, mwingine ni wa Central, mwingine ni wa Nyanza, and then ni wapi na wapi mnapanga kujengea na nyumba? Seriously, are you serious na jasho lako? Do you really value your lives in the first place? And then wakati Clara anasema Clara anajigamba sana, anaringa sana na hizo groups zake, naenda nikaingie kam. Ukikuja na uchafu within a day na kukanyagisha nje. Period. I'm not here to joke with anyone because this is free. There are others who have benefited, many who have benefited from what we are doing. Wale wanasema sisi ni matapeli, wengine wanasema we are here for fame. Mwenye ameniambia ni fame, tafadhali anipatie PhD leo kama I want fame. Hata leo it is my first time nimeweka video kwa YouTube. I don't want fame. I just want to save lives. I want my sisters to be comfortable. One day, one time, a family will thank me for saving their daughter's life. One day, some kids will thank me because I saved their mother's life. I don't want to have fame. See, I don't want to be famous. That is what I'm saying, my sisters. I don't want fame. Manake wengine wenu mko hapo mnaenda mnasema, Clara, anataka fame. Which fame? Do you pay me for what I'm doing? How many people? Kwanza hata nikiambia wanawake hapa wajiandike hapa mimi nilisaidika, watakuambia what they faced and now they are living comfortably. That is what I'm doing, and I'm doing it for free. And then unapata mtu mwingine anaongea vitu hata zieleweki, anakuja kukuambia kwamba tulikuwa tunatafuta. My sister, kama nimekuitisha kitu na hujapeana, there is a lady is suffering there because nimemwambia anipatie namba inaweza kusave kama contact, alinipigia screenshot, baadaye ananiambia mimi siwezi kufanya wakati wa kuandika hiyo namba,
kama ni kusaidizi unanipeleka hapa na pale. My sister, ukikuja na jeuri hata pia mimi ni jeuri. I'm also human I'm very kind, I'm very caring, but ukikuja na jeuri yako utapatana na ujeuri mwenzako, because attitude is how you treat me, but my character remains constant. So how you treat me is how I treat you back. Huwezi panda mahindi alafu tegemee maharagwe, my sister, because most of you unakuja na dharau zako na kukanyagisha nje. Baadaye unasema Clara ni mbaya, Clara ni mbaya. Wewe mwenyewe ulikujaje kwangu? Do you think I'm a saint? I'm not a saint. I'm not a saint. I also have feelings. Sometimes I feel the pain yenye watu wanashinda wakinitukana, despite all what I'm sacrificing to do. There are so many wanasengenya hapo, wameshinda wakishare namba zangu, wameshinda wakishare pictures zangu. But let me tell you, you cannot put down what God has exalted. Huwezi ondoa Israeli kwenye ramani ya dunia. Try your best. I'm here waiting. I have so many people praying for me, and apart from them praying for me, they are angels from above, because God knows what I'm doing. Wale wenye wampendi ukweli, I don't care. I don't want you to love me. I want you to learn something and change your life. Because you have a choice. I will advise you, but it is your choice. And you know that choice of yours will make who you are. There are consequences of the choices you make. So it won't bother me. Kile umechagua si madhara, wewe ndio utaona bwana. Sasa hata mimi nikuadvise usipopata ushauri wangu, what do I care? I don't have anything to lose. Your choices zitakuaffect wewe, they're not going to affect me. So tafadhalini tuachane hizi vitu za kuingia social media, za kupenda social media sana. Some of you even wanapata shida kwa makafil because of social media. It is not a must ukue social media. I told you contract yako ina allow that wewe upewe communication with your family. Upate communication na familia yako. That is the most important thing, and that is what your kafil or sponsor is supposed to provide. Lakini wengine wenu have misused this. Muko kueneza uvumi huko kwa TikTok. Wengine wenu mnapatikanaga na makafil wenu huko kwa TikTok. That is why mnapata mnapokonywa simu, mnapokonywa wifi, kwa sababu unatumia hiyo wifi vibaya. Some of you hapa kusema ukweli, Saudia watu wanajistiri. Nilisema wale wenye wanashangaa wakiona sometimes most of the time nafunga kitambaa. Now ni Ramadhan, we are very busy. I will not even have time, maybe nianze kufanya blow dry ama kutoka nje. I don't have time because there is a lot of work, na pia kuna corona. Mwanamke Kiislamu ni kujistiri. Hawa watu wanajua kujistiri, hata kama wao wanavaga vibaya wakenda huko wanakutana, but hata wakivaa vibaya they don't mingle with men. Sherehe za wanawake za wanawake, sherehe za wanaume za wanaume. Lakini wewe dada yangu umepatiwa nafasi ya kupatiwa wifi. Una dance yako na kabaika na kabra, and then kitu yenye inakusumbua. Mwarenge aulikanyagisha yu nje, kwa sababu niliona post yako, and I'm going to say this. You are the one whom you are saying mambo yako ukuna na kukanyagisha nje. I'm not going to play with you, because you are the people wenye mnakokoko nje, mnaform groups na mweleweke what you are doing, and then Clara akisema tunateta. That is the truth of the matter. Hakuna maja kusema tunateta. Yes, it is the truth. Accept it. If you don't want to be on my live, kanyaga nje. I didn't call you. Na hakuna mtu alikuambia kwamba ukuje lives yangu. I don't care if you don't watch me. That is none of my business. There are people who can stay here for 1 hour, 2 hours watching me. If you are not interested, my sister, kanyaga nje. Hakuna mtu anakulazimisha kuja kwa live za watu. If at all you are not uone kama wewe unafaidika na hizi live, kanyaga nje. Marenge. Nobody is forcing you to be here. Kanyaga nje. Na nikimaliza hii live na kukanyagisha nje hata hiyo group, you cannot do anything to me. If you feel wewe you are so good ama unaweza operate a group, go and form yours. Usituletee mdomo hapa. Wewe kama uwezani, pambana na hali yako. Lakini mimi nikitoka hapa live, my sister, na kukanyagisha nje, niliona post yako, usifikiri sikuiona. I saw it. So ukijifanya uko na mdomo hapa, I don't care it. I don't want to kuwa famous. Ukikuja na ujinga yako na mimi nakuonyesha mimi ni mjinga zaidi ya wewe, na kukanyagisha nje na nakupatia block mzuri.
hata live yangu hata moja hutaona. So ukiwa unaona kama uko na chuki yako binafsi, don't come to my live, stay there. What I'm talking, I know what I'm talking about because I've been here, I have experience of what I'm talking about. So kama wewe unaona wewe utaki, kaa nyaga nje. Hakuna mtu anakuambia ukae hapa kwa live. Who called you? Sorry, nimekuelewa. We'll see you later. Tutaongea one-on-one talk. But what I'm saying is not only wewe peke yako. Wewe ume apologize ukasema hujaelewa, nikuelewe. Kuna watu pia wanakujaga na dharau. Nimejua wewe ni admin alafu najibu mbaya. My sister, nakukulisha tu block. Let me go back now to my topic. My mothers, my sisters, my daughters. Watu wamejua ya kwamba watu wako Gulf wako na pesa. Na kusema ukweli hatuna pesa. Si kwamba hii pesa tunapokea ni mingi, ni vile tuna save. Because tuseme kwa mfano unalipo 25,000, hununui chochote wewe. So hiyo 25 yako 1000 una pocket. Unatumana kama ni Kenya uko na watoto utume 1500 ama 1700 uwafanyie shopping. Hiyo nyingine kama una save, kama una projects nyingine unajisevia. Unaweza pata mtu amesave miezi 3, 4, 6 ako na 100,000 na. Sasa hiyo ndio watu wanaona kwamba tuko na pesa mingi. No, we work for it. Sasa mnapata kwamba watu wako pale Kenya wameamua kufungua groups. Wengine ni mapastors wamejikuta wamejileta kwa WhatsApp groups. Nimekuelewa Mwarenge, I'm sorry Mary, nimeelewa. Don't worry, I'm sorry for it. So unapata ya kwamba hawa watu wamejua ya kwamba watu wako Gulf wako very easy going. Wanafungua groups za maombi, mnaambiwa toeni fungu la 10, toeni fungu la 10, toeni fungu la 10. Mnatoa fungu la 10, mwingine anasema niko na shida, pastor alisema ataniombea, shida yangu itaisha. My friend, unajua hapo ndio wengi wetu tunapotea. Somebody said we should pray. Do you know there are things that you don't need to pray, you need to act. Some of you walisema unanyimwa chakula, unasema pastor wangu alisema tuombe, kafilo wangu atabadilika. Are you serious with your life? Instead ya kuitisha kafilo wako chakula, unasema watu walipanga kwa maombi, tutaombewa, huyu kafilo wangu atabadilika nipe chakula. Are you serious? Mapastors wamejua ya kwamba hapa kuna pato. Wamefungua WhatsApp groups, wanalika wanawake wako Gulf. Groups za maombi ni mingi. Toeni fungu la 10, toeni fungu la 10, toeni fungu la 10. My sister, hilo fungu la 10 tafuta mayatima upeane. Tafuta wajane upeane, you will see the blessings in your life. And some of you hata hiyo 10,000 uwezi ukapatia mama yako, unapatia pastor eti amekuombea. Seriously? Unapatia pastor mwenye umekutana naye online, unawakangani ni pastor. Eti kwa sababu unapostia verses za Mungu au sijui hata Biblia iko kwa simu yako. Lakini we are very easy going. Group 2 ikifunguliwa, kuna group ya maombi imefunguliwa, unajipeleka huko. Uko radha tutoke group ya mafundisho, lakini unajipeleka kwa group ya maombi 5 au 6 eti tunafunga tukomba. Who said some things need prayers? I'm a very staunch Christian. Lakini kuna mambo ukiniambia siwezi kukuambia kwamba uombe, I will not ask you to pray. I will ask you to act. Tusimjaribu Mungu muumba wetu saa zingine. Even kama Mungu alikuwa anataka wana wa Israeli wafike Kanani, kwa vile alikuwa ni wateule wake, angewatumania machopa ama angetumana mafarasi waende wakawatoe Misri, waende Kanani na hizo mafarasi. Lakini what did God do? Wana wa Israeli walitembea jangwani miaka ngapi? 40, na walikuwa ni wateule wa Mungu. Get a lesson from there. In anything you do, you have to struggle. You have to work. Lakini utaniambia tu ubeketi hapo, Mungu, unyeshe mvua, mvua imenyesha. Umeenda ukafeka lile shamba, ukalima, ukapanda, ukapalilia. Ndio upate kufanya nini? Kuvuna. The same way to our lives like these prayers zenye mnashinda mkiapa mkisema tunatoa fungu la 10, tunatoa fungu la 10. Ile hapo mahali kwenye unapoomba umelima hapo mahali. Manake wanasema panda mbegu, panda mbegu. Hata hiyo mbegu yenye mtu anapanda, unapanda mbegu ndio uvune. Huyo pasta anakuja nini alikufanyia? Ama anakwambia nitakuombea, utoe 10,000 alafu utaona first nione matunda ndio mimi niamue kukupatia sadaka. That is how it works with prayers. Lakini some of us tumekuwa wajinga sana.
Ukisikia tu pastor anaomba, aliniombea nikapata miujiza. Sijui ni mzuri anaombea watu. Sijui anafanya nini. Wewe mwenyewe imani yako kwani haiwezi kukuponya? Hata juzi nilikuwa nimeongelea kipofu Batimayo. Yesu alimwambia imani yako imekufanya inuka ufanye nini? Uende. Mbona Yesu hakumfanyia maombi? Yesu tu alimgusa na akachukua mchanga na akamwekelea wapi? Kwa macho, na akamwambia imani yako imefanya nini? Imekuponya. Na huyo ni Yesu. I told you hata kama ukitaka tukuje tuombe, there are people who naongeaga tu na wao kwa simu, ninamwambia acha Mungu akubariki na kuonekania. The next day anakuja ananiambia, Clara, what did you just say something and I got healed. I told you I tell the people, glory to God, it is just your faith. So tunashinda hapa online, tumejaza masimu yetu mpaka masimu yana hang, mpaka sometimes hatupati time ya kuongea na watoto wako because kuna pastor ana preach online. Kuna pastor alikuwa kwa live na pale chini akimaliza anaweka namba ya M-Pesa. And then shamelessly unatumania pastor 1500 na hata mako mwenyewe hizo pesa hazioni. Where do you expect those blessings to come from? Because our first blessings come from our parents. What are you doing to your parents? Watoto wako pale nyumbani unawaangalia vipi? Because matapeli ni wengi social media kwa sababu wamejua watu wako Gulf wako na pesa na wana pesa za kuchezea. Wanaume wamepata wanawake, nataka nikuoe, wa baba Katari, nataka nikuoe, you'll be my wife. Mtu anaweza kuita wife na hata umjui. Mtu ni wa Western na wewe ni wa Central. Mwingine ni wa Coast View, mwingine ni wapi hata mjuani. Seriously. Amesema niwe namtumania pesa tujenge nyumba tukifika Kenya. Ukifika Kenya amekublock my sister. Utalilia nani? Utachekea chooni. Goodness me. Seriously. Let's value our jasho letu. Hebu tu value pesa zetu jamani. Because wewe ukitoka kwenu ulikuwa unajua nini ulikuja kufanya Gulf. Unajua mahitaji gani alikusukuma ukapanda ndege ukaja Gulf. And then very sad. Ukifika hapa sasa umepata magroup. Ukifika hapa umepata marafiki. Ukifika hapa umeshapeana bwanako wa Kenya talaka. Umepata mwingine wa mtandaoni. God forbid. God help us. Because things are too bad. Wenye wanakuonea online ni wengi. Haya. Facebook kuna wazungu, maengineer, widowers. Nimekutumania parcel. Hiyo parcel kitambo ipate, utaitumania pesa. Seriously? Why are we so cheap? Tena wengi wako Gulf ndio wanakoniwa. Tuma pesa. Tuma pesa huo mzigo mpaka ulipie. Mzungu akikutumania parcel my friend, inafika hata bila kulipa hata shilingi. Hawa ni wale wa Nigeria na wa Kenya wenzetu, na sijui ni wa kabila gani wameshikana wanatuibia. And then anakudanganya mzigo wako ushafika, uko na pesa ndani, uko na zawadi sijui za 1000 ngapi, tuma 20,000 ndio upate huo mzigo. Seriously? Don't you value your money? Kwa nini tunapenda vitu vya bure hivi by the way? Kwa nini tunapenda vitu vya bure? Yaani imagine hii jasho tunatoa hapa Gulf. And then ile kumenyeka unamenyeka. Kwanza saizi wale watu, kwanza nitaweka video nyingine ya vyombo nilichukuaga some time back. Some years ago, maybe 3 years back. Tulienda kulala, asubuhi kurudi, tumepata vyombo zimejana, tulikuwa tumeclean, tukaweka mpaka kwa drawers vyombo. The next day zote ziko kwa sink, zingine ziko chini. Wasichana wamekuja kwa shoshu wametumia vyote. And then imagine all that stress, and then umepata tu mzungu kwa internet, anakuambia ni mzungu. How do you believe ni wazungu shwali? Na wengi huwa ni mabaharia, maengineer, widowers, with 1 daughter, with 2 daughters. Seriously. Tuachane mambo ya kupenda vitu vya bure jamani. Hata wale wenye wanakuwa wanaweka picha za wazungu si wazungu. Ni Waafrika. Ni wana hack internet. Wanaleta picha za mzungu, anachagua mzungu, anatafuta picha 3 4 anaziwekelea. Kwanza sometimes hata hizo account, ukiangalia account imefunguliwa siku 3 4. And then unapata hata mwingine anasema you're handsome. Where are you from? Ana comment, my sister, get serious. Learn to love our African men. Those wazungu si wazungu, ni Afrika. Labda hata ni wa Nigeria, wa Kikuyu wenye wameamua wanafanya cyber crime. Jesus Christ. Why are we so cheap?
Wengine wanakuonea hata 70,000, 80,000 eti ameambiwa ulipie hiyo parcel iko na pesa ndani. Tumana tu. Tena funny thing, mtu mwenye ako Amerika amekutumania mzigo, anakupatia namba ya Nigeria ama anakupatia namba ya Kenya. Atakwambia huyo mwenye Mkenya ndiye anasimamia huo mzigo. Seriously? Na hao wazungu wenye by the way wenye wanafunguaga account, hata unapata wengine wako huku Twitter, wengine wako Facebook, wengine wako huko Instagram, social media platforms. Amefungua account labda mwezi mmoja. Hivi huyo mzungu alikuwa kwa wapi? Kwanza akiingia inbox yako mwezi una miaka mingapi? Na hao watu funny thing, akishakutumia friend request ako very fast, ukisha accept tayari anaanza messages, sweetheart, sijui nani. Huyo mtu hivi ni mzungu gani? Wazungu they are very busy people by the way. Hakuna mtu busy kama mzungu. Huyo mwenye anapata time ya kukaa kwa social media 24 hours akireply messages zako, huyo ni mzungu kweli? First of all, ni mzungu kweli? Mimi mwenyewe wale wenye wananiandikia messages, mimi si mzungu, but to the extent that I'm so busy that hata even siwezi pata nafasi ya kureply messages kwa messenger. Lakini unapata hawa fake accounts, una accept to friend request tayari ako ndani kwa inbox. Ashaanza tayari, where are you from? I want to know you more. Oh, are you married? Ai jamani. Ladies, what is wrong with us? Surely. Mwingine ananiambia, Clara, mimi kuna mzungu ananiambia sijui parcel. Namwambia just stop. Huyo tayari ni con man. Don't tell me anything more. Ukimuuliza mlipatana wapi? Tulipatana tu kwa nini? Wengine hata ni Wakenya wenzenu wenye wanakujua, wanatuma watu wakujua kukoni ili nao pia wapate share. Wengine hata some husbands wameona you are so stingy. Hata inaweza kuwa mahusband zenu wengine mnawatumania pesa, lakini anaona zingine amebaki nazo, nenda atafute mtu, anamhakia, anamtengenezea account kwa cyber. Anakuja anajifanya ni mzungu. Ukifika Kenya anakuambia anakuonyesha messages ni hizi hapa. Let's be serious. Things are really bad. Tutumie mitandao vizuri. Jamani, tutumie mitandao vizuri. Na jamani dada zangu, zile pesa tunapata, tusikie uchungu wa jasho letu jamani. Hii pesa inatoka mbali. Saizi wale watu wanafanya kwa nyumba za Mwarabu kimeumana. Wile wakishafuturu utaosha vyombo, wanakula sasa wanaenda kulala, ifike masaa ya daku. Kuna wale hata waendi kulala hiyo wakingoja daku. Wanakula 24/7. Kitambo ifike hiyo asubuhi unaumwa kuanzia kidole cha mguu mpaka mabega na shingo. Hata itaki kugeuka vile umesimama muda mrefu kwa singi kuosha vyombo wakirudisha. Wakikula wakirudisha. Goodness my sisters. Let's be serious with our lives. As I said, kwa ile YouTube, niko na YouTube channel by the way, I opened it today. I welcome you to go and subscribe. Tomorrow niko na hot tea to serve. So please, as I said, success can never be inherited. In life, nothing for free. Hakuna kitu cha bure. If you want to be successful, my sister, chapa kazi. Work hard. Stick to your goals. Usianze kubembeleza, usiweke goals zako kwa mtu. It is yourself. If you want change, you begin with yourself. Hakuna mabadiliko utaona katika maisha yako kando na wewe kuweka bidii katika hilo lenye umetaka kufanya. But most of us are just here lingering around, wakifikiria kwamba kuna vya bure. Hakuna vya bure. Hakuna cha bure katika maisha. Hata kama uko hapo dadangu unakula pesa za wanaume za bure, jua hakuna za cha bure. Kuna siku utapatikana tu. No shortcuts. Wengi tunapenda shortcuts sana. And I normally tell people, I'm not saying that I'm proud and I've made it in life. No. I thank God I'm not the same person I was yesterday. But whatever I have worked for it. Be proud of who you are. Tumia jasho lako vizuri. Jipange nayo kidogo uko nayo, mtu asikudanganya eti kule nje pesa ziko mingi. Sijui njoo ukemboi. My sister, don't kemboi. Panda pole pole. Hata ule mwembe ukitaka kukula matunda, uanziagi kule kwa matawi, unaanzia kule chini kwa trunk, unapanda unakwea, ufike kwa matawi ndio ukule maembe ama hayo machungwa.
My sister, that is how life is. Lazima kuna sehemu unaanzia na unaanziaga chini na upande step by step by step by step. Wewe umekuja tu miezi miwili Saudi Arabia, hata hujaenjoy ukasoma maisha, ushapata watu kukemboisha tayari, umesikia watu wanalipa 2500. Do you know the risks involved? Unajua ni changamoto gapi wanapitia, because wao wanajua tu kupaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Hawakwambii the real thing. Things are tough outside there. Lakini because umesikia 2500 Saudi Riyal, my sister, you are too young to run outside there. Kwa nini urisk maisha yako? Why should you do that? Wakati umetoka Kenya ulikuwa unajua unakuja kulipa hiyo 28, jipange na hiyo yenye uko nayo. Lakini so bad. Wengine wenyu hata mimi nasema mtu atoroke ameshindwa amekosa msaada. It is okay. Lakini mwingine hata hauna shida, just because friend yako alikwambia nilitoroka, sasa hivi alipo 2500, lakini hakwambii ukweli ulipo. Sometimes hata anakudanganya. By the way, hizi kupata kazi nje ni shida kwa sababu ya corona. Let's be serious. Ukiwa kule nje umetoroka na hauna hata hiyo igama, huwezi tibiwa, my sister. You cannot access some important necessities because of igama. Igama inakuwa ya mwajiri, na ujue nilisema ukikemboi igama yako inakuwa cancelled within 24 hours. So hata mtu asikudanganya kwamba ukiwa na passport, ukiwa na igama utakimbia. Yes, kimbia my sister. Lakini kama ukijua passport Saudi Arabia itakusaidia, ama Gulf country yote, passport haikusaidii, kitu inakusaidia ni igama. Na igama ikishachukuliwa iko na namba ya kafili, iko na jina ya kafili. Once umekemboi anaenda na report, wana cancel hiyo igama yako. Ukienda nayo tu kwa system inaandika tu rejected. So usione kwamba wewe ni mjanja sana, watu wakakudanganya kama tafuta mahali igama iko, utoroke nayo na hiyo passport. My friend, kimbia nayo. But ujue once umekuwa run away within wana report within 24 hours, wanaita horob, wana report that igama is already cancelled. And then wewe ukapo nje mtakwambia kimbia na igama. Once kafili wako ameshaenda ka cancel, itaandika tu hata kwa system. That is why watu wengi wakiwa nje uweze enda hospitali. Ni ngumu sana kupata medical attention wakati ukiwa nje, because most of the hospitals saizi naitisha igama. Saizi wameleta hiyo mambo ya tawakalna na abshir. The only way unaweza pata ni through your kafil, ama wewe ukiwa una igama. Sasa igama yako kama iko ime-expire. Let's not joke with our lives. Tujue kwamba tumeacha watoto nyumbani. Tumeacha wazazi wetu nyumbani. Wengine wazazi wetu wanakufa kwa mioyo kule nyumbani kwa sababu alisikia umekemboi. Ukifika kule kukemboi hauna hata means of communication. Upati means hata za kutuma pesa nyumbani. Ukifika mwingine alikuwa amekemboishwa na akawa hana pesa. So wale wenye walimkemboisha kufika kule nje walianza kuchukua mshahara. Cause lazima ujilipe transport. Yes, walikemboisha na transport unajua lazima ulipe. Walikuwa wakifanya kazi mwisho wa mwezi wanachukua pesa. Ile yao ya transport. Ukifanya kazi mwisho wa mwezi wanachukua pesa. Na wewe uko kwa kafiri, wewe ndio unamenyeka na anachukua mshahara wote. Ukirudi kule nje kuna nyumba unastahili kulipa, kuna chakula, kuna mavazi. Ukitoka nje kama kemboi ujue unajisimamia, kila kitu iko juu yako. So wakati unajaribu kukimbia ama unapanga kukimbia, my sister, sit down. Chukua kikombe cha kahawa, ukinywa ukijifikiria, ukijiuliza maswali. Jite mkutano kama ni wa Zoom, ni wa FB, jite mkutano, ingia toka. Ujiulize maswali. If anything happens to me, what will happen? Pake sometimes hata unajua kesi zingine unaweza pata mwingine alikemboi. Unajua hizi issues wenye uko kwa contact. It's very easy people kujua kwamba ukiwa umefanywa kitu na kafili wako because they have your details. Watu watakutafuta, lakini wengine labda ulikemboi, ukaenda ukapata ile shida, ukawawa kule nje, ukatupwa, kupatikana ikawa ni shida. Kwa sababu labda mahali ulipelekwa ni mbali sana na ukaenda ukawawa huko. Because kafili hata yeye mwenyewe mwenye amekuandika si kafili wako mwenyewe. Watu wanaweza kusema fulani alikuwa kwa nyumba ya fulani, tunaweza kumtafuta kwa sababu kafili wako alikuwa ni fulani, lakini wewe ni kemboi. Remember that ukiwa kemboi wewe hauko chini ya mtu yoyote. Wale watu wako kwa contract, uko na kafili wako, in case umekosekana watajua fulani alikuwa kwa contract, Lara alikuwa kwa contract, alikuwa city fulani, alikuwa kwa nyumba ya mtu fulani, ID yake namba fulani, mlango wake ulikuwa namba fulani. They will trace that kafil. Lakini kama wewe ni kemboi, how will they trace you?
Maybe umekuwa Kemboi miaka 3-4. Ukaenda ukapata watu wabaya, wakakufanyia mambo mabaya, labda wakakuua. So watakutupa tu sistangu. Why should you risk your lives? There is a family here, I went back home 2016. Na hiyo msichana alikuwa ameacha watoto nyumbani wawili. She is not been traced to death. Mpaka wa leo, huyo mama julikani yako wapi? Na aliachia mamake watoto wawili, vijana. Hao watoto wako beyond 10 years sasa, lakini mama yao hajai communicate tangu 2016. Niambie. Baadaye nilikuja fuatilia nikasikia alikemboi, lakini tangu akemboi nobody knows where she is. So what is happening? My sisters, don't risk your lives. I have so much. I have a lot of information about people here. Zingine ni za kuvunja moyo. Lakini why should you risk your life? Because mwingine uko ni Kemboi unahitaji msaada wa kwenda nyumbani, you are sick. Lakini sasa wengine wanaogopa pia kukusaidia kwa sababu wakipeleka kule nje kama ni hospitali, wao pia ni makemboi wakishikwa. You see? So sometimes sisi wenyewe jamani tufikirie before ufanye kitu, fikiria mwanzo. Because I know most of us coming here ni parents. Think about your kids. Think about your family. Hiyo yenye ilikusukuma kwa kuja Gulf. Don't follow people's lives here. Usifuatilie mambo ya marafiki. Ete alikuwa rafiki yangu there was a lady who alikuwa na support rafiki yake, anasema walikutana kwa nini kwa ofisi. Hata kama umekutana mtu na ofisi, that person will not become your sister. Hata kama umekutana na mtu hapa Gulf mkao mnafanya kwa familia moja, that person will not become your daughter. That person will not become anything to you. The people wenye watabaki wakihangaika ama wakikufikiria ni watoto wako, wazazi wako na familia yako. Why should you make your family suffer? Because ya tamaa. Because you came and followed people and who misled you. Kwa nini ufuate mawaidha ya watu wengine upate kuhatarisha maisha yako? Uache familia yako ikiteseka because there was a family. Ilikuwa ilibidi uze shamba, msichana alikufa hapa na alikemboi, ilibidi wauze shamba ili wapate pesa za kusafirisha mwili. Kwa nini uhatarishe maisha ya familia yako? Ama umekuja Gulf ikabidi familia yako, unayo familia yako will accept you the way you are. But hata kama watakuzika bado watakuwa nafikiria kama si fulani kwenda Saudi Arabia akaenda akakufa huko, atungeuza shamba yetu. Tafadhalini madada zangu, mama zangu, watoto wangu, don't run away. Wale wenye wamekuja door to door services, Mungu awasaidie, Mungu awapiganie because mshafika. What can we do about it? Tutajaribu kusaidia mahali tunaweza. Wale wenye mko Kenya, tafadhali don't come kama cleaner. Kama ulipi commission unaambiwa ni door to door cleaner, wa domestic worker, please don't come. Parents, don't allow your daughters to come as cleaners. Gulf region, don't. It is too much. We are tired. Because hata hawa agents wenye wanakubali ni kwa sababu pia wao wameajiriwa. Unajaje kushtaki kafili wako hata wewe mwenyewe? Boss wako unamshtaki. Na yeye ndiye amekuja Kenya mka collaborate mkafungua ofisi. Yeye ako Saudi Arabia lakini ofisi ya Kenya pia ni yake. You have no sound. Huna sauti. Kwa nini wa Kenya tuko na tamaa namna hii? Unaamua kuuza wenzako wa Kenya kwa sababu eti Mwarabu amekuja. Let me tell you. Kuna siku utalipia yote unayotenda. What goes around comes around. Agents, tubadilike. Agents wache kuongea vibaya wakati dada zetu ama ndugu zetu wa Kenya wanapojaribu kusaidia dada zao wenye wako Gulf. Tuache chuki. Tuache kuwa threaten because that was your job. But you have failed to do it. Na wewe ulilipwa pesa, ulipokea pesa. But sisi tukajitolea, tunajaribu kusaidia dada zetu and then tunapata threats. Mnatuchukia. Why should you hate us? Na hiyo ilikuwa ni kazi yako, ulikuwa unastahili kufanya. There are so many lives you have saved because agents hawawajibiki, but in return we get hatred. Why are you hating us? Let's collaborate tumalize shida zenye ziko Gulf. Lakini si tuchukiane kwa sababu eti ulisikia Clara alisaidia msichana wako ama alitetea msichana wako mwenye anateseka. You are there unaongea vibaya ukiwa uko Kenya. And yet unajua hiyo ni responsibility yako ulistahili kufanya. Just because Clara amejaribu kusave maisha ya dada yangu iko hapa Saudi Arabia, wewe uko hapo unapiga tu mdomo na pombe zako na huo umalaya wako wenye unafanya. Because most of them are not married. Mwingine alikuwa ananitukana akiwa mlevi. Sitaki kusema ni ofisi gani. Uko hapo tu unatoa matusi because she's not married, she's a reckless person.
hajui maadili, you forget too fast. Ujue ya kwamba hiyo pesa yenye unatumia kufanya starehe zako ni pesa ya watoto watu umeleta Gulf, and then unatoa maneno machafu, matusi. It is too bad. Wakenya tuungane, tubadilishe hali. Dada zetu wenye mko Gulf, muache chuki, muache kiburi, muache fitina, muache kinyongo. If at all kipawa Clara konayo hauna, accept it, because you cannot do anything about it. Kama Mungu alipeana, wewe ni nani kuondosha? Na kama haina maana kujisukumia ama kujilazimisha kitu chenye hakiko. If kama kipawa chako si hicho Clara konacho, accept it. Maisha isonge mbele. Usinipige vita just because umeona Clara is doing good. Clara kona group 3-4, it's not easy the way you think. If at all I was not doing anything, I could not have all those followers in my WhatsApp groups. I'm having those followers because they know what I'm doing. So if at all you cannot manage what Clara, you cannot carry that load. I thank God for the grace, because I know I don't do it on my own. Ni Mungu ananipatia nicho kibali, na Mungu ndiye ananipatia nguvu. Stop fighting me, because God will pay you back. There are so many people wamekuja kinyume, and wengine wao hawako hapa, wengine tayari wako Kenya. Mungu alirudisha na wakapandishwa ndege. Wako wapi? Kenya. Usipigane na Mungu, pigana na maisha yako. Usipigane na wengine wanaosaidia wengine, pigana na maisha yako. Wacha kupigana na wengine, wacha kupigana na watumishi wa Mungu. Even if you don't see as like one, unajua mtu afai kwa, unajua hata Yesu mwenyewe hakupendwa na watu walisema that the rest inaweza ikatoa mtu kama Yesu. Hatujali kudharauliwa, lakini kama Mungu alipeana kibali, who are you? Wewe ni nani? Kama hauna hicho kibali, sit down, accept it. Lakini kurisk maisha dada zetu, kurisk maisha ndugu zetu, because we are forming a lot of groups. Just because we hate Clara, uliona Clara akiongelea kitu, naenda kuform pia yangu, hiyo yake anajiringa nayo sana, anasema watu wasicomment. It's because you want to accommodate others, ndio turuhusu michezo kwa group. Because watu wako pale kulani, si kwamba tumekuja pale kucheza. So ukikuja kwa group yangu, ujue hakuna post videos, hakuna photos, hakuna nini. We just discuss serious issues, na sometimes zile cases zenye tayari zimekuwa solved. Ama venye unaweza tackle, unaweza kuja na niwaambie ukiwa na shida unaweza kufanya hivi na hivi na hivi na hivi, mwenzenu alisaidika kwa sababu ya hivi na hivi na hivi na hivi. So please my sisters, tuacheni chuki, tupendane kama Wakenya. National anthem inatuambia vizuri. Mungu nguvu yetu, ilete baraka kwetu. Haki iwe ngao na mlinzi, na tupate na uhuru, amani na undugu. So please, hiyo ukienda ukiketi chini ufikirie hiyo national anthem. It has very strong words. Kenyans, kwa nini hatuheshimu wale mababu zetu waliketi chini wakaandika hiyo national anthem? Kwa nini hatuheshimu? Tupendane kama Kenyans. Nilikuwa ninataka kufanya 1 hour, I've gone beyond, but I thank God for all you who have been watching me, wenye wamekuwa can follow, those who have subscribed to my YouTube channel. Please keep inviting others. Nitapin my nikitoka hapa live ndo nitaweka YouTube link yangu hapo, and then tomorrow there will be something I will post YouTube, because we are here to learn. Pia wenye wako hapa na wenye wako Kenya wakaweze kuelewa what is really going on. Usipande ndege ukiwa tu yule fresha uelewi. At least we are trying kuwafundisha kidogo kidogo. Ukipata mawili matatu, at least unaweza kuelewa, nikienda nikikutana na hili nitajisaidia vipi. Nitaenda kumalizia kwa maombi nikiwashukuru wote. I really do appreciate your support. Wanawake, nyinyi ni watu wa nguvu. There are people who stand by me. Na wale wenye wanakujaga na matusi hata kwa WhatsApp, I know I said I have soldiers. Kuna wanawake wananilinda, they protect me. They are there to stand by me. So I have my soldiers, bodyguards. Ukileta kashesha hata si mimi siongei, nawaambia kuna mtu hapa amekuja na matusi, endeni mkanisaidie. They will do something for you. They will teach you. Because sometimes inabidi kukurudisha wewe katika njia mzuri, tunatumia watu wa kukufundisha adabu. Mahali popote penye hapana sheria, hapo tu
pori. May God bless you guys. Wacha nimalize kwa maombi, then we can meet. Wale wenye wako kwa YouTube, tupatane YouTube kesho morning, na nawaalika wale wenye wanataka kuingia WhatsApp group, I will add you, but mjue mtasoma sheria kwa group information na mkuwe serious, because we are not jokers in those groups. You joke, unatoka. Now we are in group 4. I thank God for it. So tuko wengi. So na ile ni neema ya Mungu kujaza group 3 full. Ni neema ya Mungu. It's not by my own strength. We manage because of God's grace. Na mahali tumefika ni kumshukuru Mungu, because on 18th it will be 1 year since we formed domestic workers WhatsApp groups. So nitawaambia what we are going to do on that date. Hata kama itakuwa haiko Sunday ama wapi, tutakuja siku hiyo, tutamshukuru Mungu kwa sababu ni kwa neema ya Mungu. It's not easy to form 3 WhatsApp groups na zikasimama. It's not easy. May God bless you guys. Wacheni nimalize kwa mambo yake, nikisema nitaongea can talk until morning. Baba wa mbinguni uishie milele, ninakushukuru, ninalinua jina lako. Asante Baba yangu kwa uwepo wako maishani mwetu. Asante kwa dada zangu, asante kwa ndugu zetu. Asante Bwana hata kwa familia zetu Jehova. Nikiomba Mungu wa mbinguni, hebu enda ukawe mfariji mwema kwa zile familia zimepoteza wapendo wao. Nenda ukawe daktari kwa wale wenye ni wagonjwa. Ninajua ya kwamba kuna wengine walio na mahitaji tofauti. Hebu Baba wa mbinguni, usiku wa leo nenda ukakutane na kila mmoja wetu kulingana na mahitaji yake. Utuondolee chuki, utuondolee wivu, maana hizo ndi vitu zinaturudisha nyuma. Hebu Baba wa mbinguni, upendo wako katawale maisha yetu, ili Baba wa mbinguni tukaweze kuona mafanikio maishani mwetu, kwa sababu Baba wa mbinguni ulituahidi ya kwamba tunaposimama na wewe, tunapokutegemea Baba wa mbinguni hautatuacha kamwe. Nimeomba haya nikiamini jina kuu na takatifu la mwanao Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Thank you guys for being here with me. God bless you and have a wonderful night. Let's meet tomorrow. Sitakuwa live but mtafuatilia kwa YouTube. So God bless you guys and Mungu awabariki, Mungu awaonekanie, Mungu awaongoze, na chochote mnachohitaji wacha Mungu akakutane na nyinyi. Bye bye guys.